Kisa cha watu watatu. Mmoja alikuwa amepewa maradhi ya ukoma, mwingine ni kipofu, na mwingine alipewa ugonjwa kipara. Malaika akamwendea yule bwana mmoja. Akamwendea nani? Akamwendea yule aliyokuwa na maradhi ya ukoma. Akamuuliza, kitu gani ambacho kwamba wewe unachokitaka katika maisha yako? Yule bwana akajibu ya kuwa kitu ambacho mimi ninachokitaka katika maisha yangu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuniondolea mimi maradhi ya ukoma. Basi yule malaika akamgusa, yale maradhi yakawa ni yenye kuondoka. Lakini kabla ya kuondoka, malaika kama yule akamuuliza tena yule bwana, ni mali ipi unayoipenda zaidi? Yule bwana akajibu, basi ni ngamia na ng'ombe. Basi yule mwenye ukoma, hibat fillah, akapatiwa ngamia aliyokuwa amebeba ujauzito. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akabariki katika ile mali, akawa yeye ni mwenye kuvuna hata mifugo. Sasa ile mifugo ndio ilikuwa ni chanzo chake cha utajiri. Kisha malaika akawa ni mwenye kumwondokea yule bwana baada ya kuwa ashamtimizia kitu alichokuwa anachokipenda. Yule malaika akamwendea kwa bwana wa pili, ambaye bwana wa pili huyu alikuwa ni kipara. Nywele zake zilikuwa hazimei nywele, anakuwa ameingiwa na ile aibu, watu wanamsema vibaya. Hasa malaika kama huyu akamkujulia bwana kama huyu. Alipomkujulia bwana kama huyu, akamuuliza, ni kitu gani ambacho wewe unachokitaka katika maisha yako? Ninachokitaka mimi ni kwamba Mwenyezi Mungu anondoshee maradhi kama haya ya upara. Malaika kama yule akamgusa, baada ya kumgusa yale maradhi yakawa ni yenye kuondoka. Malaika akamuuliza, mali gani unayoipenda wewe? Yule bwana akamwambia, ng'ombe na ngamia. Akapewa ng'ombe jike kisha mjamzito. Malaika kama huyu akamwendea bwana watatu, mtu watatu ambaye kwamba alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni kipofu, maskini haoni. Akamuuliza, ni kitu gani unachokipenda katika maisha yako? Ninachokitamani mimi ni kwamba Mwenyezi Mungu aniondoshie haya maradhi niliyokuwa nayo. Malaika alivyosikia yale maneno akamgusa yule bwana, ikawa ule upofu ni wenye kuisha. Akauliza, ni mali gani unayoipenda zaidi? Akasema, mbuzi. Akapewa mbuzi aliyekuwa ni mjamzito. Basi malaika kama yule akataka tena kuwajaribu, akamrudia yule bwana aliyekuwa akilalamika ya kuwa yeye akona ukoma, kuna maradhi ya ngozi, maradhi ya rangi. Yule malaika alikuja kwa umbo la binadamu. Alipokuja kwa yule bwana aliyekuwa na ukoma, malaika akamwambia, mimi ni mtu maskini, naomba unisaidie. Akasema, bila shaka mimi niko na majukumu mengi, siwezi kukupa kitu chochote, kwa hivyo naomba uniondokie hapa haraka. Basi malaika kama yule akasema, kana kwamba nakujua mimi, nilikujia wewe aliyokuwa unalalamika, uko na maradhi ya ukoma, uko na maradhi ya ngozi na rangi. Akamjibu nini? Hapana, wewe ni muongo bwana, mimi sikujui, ndio kwanza ninakuona leo bwana. Kumbe ajui kwamba nani? Malaika amejigeuza kwa umbile la binadamu. Hakika mimi hali unayoiona hapa nimeridi kutoka kwa mababu zangu na baba zangu. Malaika akasema, ikiwa unasema uongo, basi Allah akurudishie kama ulivyokuwa awali. Akamwendea mtu ambaye kwamba alikuwa na balanga, alikuwa na maradhi ya upara. Cha kushangaza, jibu lililotoka kwa huyu mtu aliyekuwa na upara halikuwa na utofauti na lile jibu la ule mtu wa kwanza. Malaika akatoka akamwendea kwa yule mtu wa tatu, mtu ambaye kwamba alikuwa ni kipofu. Akaanza kujifanyisha kwa yeye ni msafiri, ni maskini. Akamwambia, nimepotelewa na vitu, naomba unisaidie, mahitaji yangu yote safarini sina mimi. Akajibu, chukua chochote unachokitaka wewe, hiyo mali uliyokuwa nayo yako, weka mali yako. Bila shaka Mwenyezi Mungu amekuridhia wewe, na pia amewaghadhibisha wale wenzako ambao wamejifanya kuwa hamnazo, kwa maana kujifanya kuna shughuli nyingi na majukumu mengi. Hao wote wameangamia. Kwa hivyo naomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutilia taufiki na baraka katika hiyo mali.